Tunavyoelekea kwenye bajeti yetu Jumatatu ya maliasili na utalii, lazima tuwaambie umma wa Tanzania tumefanya nini na tupo tayari kufanya nini. Ndio maana ya bajeti. Bajeti tunaenda kuwaeleza tumefanya 1, 2, 3, ikiwa ni pamoja na kurejesha fedha za WMA kwa ushahidi na wakurugenzi wapo, lakini pia tunaenda kuomba fedha zingine kuwaambia kwamba tutafanya nini. Wanastahili kupewa kiwango cha fedha ambacho watakuwa wamekiomba. Hatujui wameomba kiasi gani, lakini wanastahili kwa background ya mambo ambayo wameyafanya. Kwanza sio swala la kustahili. Ukizungumza kwenye wizara tulizonazo Tanzania, wizara ya maliasili ni kati ya wizara ambayo inazalisha sana. Ukiangalia kwenye pato la taifa, inaonekana kwamba wanachangia sio chini ya 17%. Kwa maana kama ni chombo kinachozalisha, lazima kuwe na ile investment kwenye sehemu ambayo inazalisha. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu, wanastahili hata kupata 100% ya bajeti ambayo wanaomba. Wageni wameshafikia karibu 106%. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake bado wana safari ya kwenda ili wafikie malengo. Hawawezi wakafikia kama hakuna rasilimali za fedha. Kwa hiyo bajeti wapewe yote kama itawezekana. Sasa hivi tumepiga hatua kubwa sana kwenye utalii, na utalii unategemeana na uhifadhi. Kwa hiyo malengo yetu, tunategemea yote ni kwamba serikali itapitisha fedha ambazo zitatusaidia kuendelea kufanya kazi za uhifadhi na kuboresha utalii zaidi. Mnastahili kuongezewa fedha na kupitishwa hizi fedha ambazo mnaziomba kabisa. Tunastahili kwa sababu kazi inafanyika na namba ziko vizuri, takwimu ziko vizuri katika wizara yetu kwa kweli. Kwa kweli mimi ninaiomba tu serikali kwa ujumla na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waipitishe bajeti hiyo ambayo inawasilishwa siku ya Jumatatu, kwa sababu tumefanya mambo mengi kwa haya ambayo tumeweza kutekeleza kwa kipindi cha mwaka huu, lakini bado tunaona kwamba tuna mahitaji makubwa kuhakikisha kwamba kuna uendelevu kwenye sekta ya utalii, lakini pia uhifadhi kwa ujumla pamoja na changamoto zake. Tuna mambo mengi ambazo jamii na sekta nzima ya uhifadhi kwa ujumla inahitaji kuiboresha ili tuweze kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya nchi na jamii kwa ujumla. Lakini sasa serikali wameona hapana, wananchi wasione wanyamapori kama liability, aone kama ni asset. Na ndio maana wameamua sasa kuanzisha hizi jumuiya ambao wananchi wanashirikishwa kwenye kutenga maeneo, kutafuta wawekezaji na kusimamia biashara ya utalii. Na baadaye biashara ya utalii inageuka inakuwa ni fedha. Na leo hii tumekuja kushuhudia fedha hizo ambao ni milioni 167 tuliopata kama Randland. Ni fedha ambazo sio ya muda mrefu, ni ya kipindi cha miezi 3. Na mwaka huu mwezi wa 3 tulipata tena milioni 374 ambao ni fedha ya miezi 4. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba serikali baada ya kuona fursa na kushirikisha wananchi wake, tumekwapua fursa na tunaendelea kutengeneza fedha.